Zongo, vipi uko poa? Mimi niko poa sana kabisa yani. Na nilivyoona tu umeniita hapa, nikasema huyu dogo ananichukua sasa kunipeleka mambo ya kwenye Umarekani huko sasa. Kule ni kuzuri bwana. Usiniache jamani. Miaka yote unaniacha tu jamani. Bwana. Naona nyumba imepoa sana. Unaona nyumba imepoa dogo? Acha kabisa. Hii nyumba ni kama kikosi cha zimamoto. Mara tunakurupuka. Yaani akiwepo yule Malikia jamani. Maliki, roho zetu zote hizi ni mkononi, tumechanganyikiwa. Yaani kama tunahudumia sijui sehemu gani jamani. Sasa sikia Zongo, mimi nataka kujua zaidi kuhusu huyo Malikia. Ni nani kwa baba? Bwana we, hayo maswali ya baba yako unaniuliza mimi tena kaka jamani we. Mimi usinitekenye bwana, nitatekenyeka, mimi sijui. Zongo, unajaribu kuniongopea? Dogo, jamani. Sasa najua nini mimi sijui kweli hayo. Wewe mwenyewe Maliki una matatizo na baba yako. Alafu mimi tena unataka uninyevue. Kuna kazi hapo ujue. Kuna kazi na kufuatilia mambo ya bosi hapana bwana. Nitafute tu kwa wakati mwingine bwana. Sasa hivi hata kuninyevua, unajua kabisa mimi vitu havina parking kwenye mambo ya moyo wangu. Sina parking dogo. Uniache bwana. Endelea kubalizi hapo kaka. Soma mavitabu, we kwa mavitabu we ndio usome tu. Hey. Habari. Hey, poa. Sorry, nimechelewa. Ya, karibu sana. Nimefurahi kukuona tena Kiki. Asante. Juice, ice cream and niko fresh kwa na kunywa chai kidogo, unajua. Okay, niambie. Umefikia wapi na Rosalie? Rosalie, nilimpata. Wow. Yeah. Conditions zake, ametoa tu gharama zake kama milioni 13 hivi, kiangalia promotion, audio, video, mpaka mixing, promotion, kwa hiyo kama milioni 13. Kuhusu pesa wewe wala usijali. Kwa hiyo unaniambia kila kitu tunakuwa tumemaliza, promotion, video, audio, yani each and everything is good. Yeah. Okay fine. Niambie. Tunaanzia wapi? Nifikie tuanze kwenye malipo. Malipo? Yeah. Okay. Now, mbani Number 1 2 06 tama uberi 44 7 40. Yeah, that's my number. Yeah. Okay, don't worry. Okay. Done. Done? Yeah. Oh, thank you. Kwa hiyo tunafanyaje? Okay, sasa mimi nitakupa muda na tarehe ambao tutakutana na Rosalie, tutafanya naye kazi na kila kitu, kwa sababu nambako nayo. Tutakupa muda na tarehe na siku. Wow, thank you so much. So I'm so excited. Nasubiri usiku nachanganyikiwa. Sijali. Thank you, Mr. Producer. Okay. Oh, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay. Bianca. Karibu sana. Asante. Nataka tuongee. Nimesikia kuna mabadiliko kwenye kampuni ya Amari. Imekuwaje? Kama ulivyosikia, ni kweli mabadiliko yametokea. Sasa hivi Queen ndio amekuwa CEO ofisi. Na mimi nimekuwa receptionist. Sio secretary tena Amari kama ilivyokuwa awali. Kweli?
Imekuwaje? Kwa madai ya Queen, anasema kwamba mimi sina ufanisi wa kazi, na kibaya zaidi amenishusha mimi cheo. Katika nafasi yangu amemweka Bella. Haraka ghafla eti Bella amekuwa mimi ni bosi wangu. Hivi unaweza kufikiria eti mimi sasa hivi Bianca eti natakiwa niwe na ripoti kwa Bella? Kweli Bianca, mimi na degree yangu niliokuwa nayo leo hii nikaripoti kwa mtoto wa form 6? Kweli inawezekana vipi? I say pole sana Bianca. Lakini kuna kitu kingine chochote unachokijua kuhusu Amari? Amari alipata matatizo. Alipata mshtuko wa moyo, akadondoka ofisini. Na hii ni baada tu ya kupata habari kwamba mzigo wake wa dhahabu wa bilioni 4 umepotea. Na mpaka hivi tunavyoongea haujulikaniki wapi ulipo. Bilioni 4 za dhahabu zimepoteaje? Na dhahabu inapoteaje? Sisi wenyewe tunashangaa na hakuna mtu yote anayejua kwa kweli. I say huyu Queen kwa namna moja ama namna nyingine anahusika na hilo tukio. Niamini mimi, hii kitu haipotei kirahisi hivyo, haiwezekani. Mimi mwenyewe nahisi hivyo kabisa. Hey. Hizi zitakusaidia kwa sasa. Asante sana Jabari, ninakushukuru sana na umenisaidia kwa sehemu. Nashukuru sana. Na mimi nakushukuru pia na napenda nikwambie tuko pamoja, tutamng'oa Queen. Karibu sana pia. Aya, nashukuru sana. Karibu sana Mr. Kida. Asante. Vipi hali yake? Hali yake bado sio nzuri kama unavyomuona. Hawezi kuongea wala kuandika. Madaktari wanasema hii hali yake inasababishwa na ugonjwa unaoitwa aphasia. Pole sana rafiki yangu. Tapota. Yaani nilikuwa namtegemea sana Mr. Amari kuja kusapoti kampeni zangu. Sasa sijui itakuwaje. Usijali Mr. Kida. Mimi nipo. Nitahakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Kwa na amani. Basi sawa. Kweli.
Poa. Karibu. Nisubirie hapa sawa? Tumekuja kwa ajili ya maongezi tu sawa? Kiki. Kiki. Mambo. Poa, karibu. Asante. Jumba vipo? Yes, vipo. Nilikuwa nataka chumba kimoja, unanipa namba ngapi leo? 216. Kizuri proper. Leo niko na mtoto wake Shua, unajua? Sema sitaki anywe chochote kama unanifahamu. Toto Shua. Nipe baskali. Thank you. Ndo huko tukapiga story kwa mazoezi kidogo. Mimi napenda sana mazoezi. Changamka mpaka watu wakuone jamani, haupo sawa. Naelewa. Anyway, mimi nimesikia habari za Mari. Pole sana. Asante. Ni ngumu sana kuzoea, ngumu kuelewa, maana imetokea ghafla. Okay. By the way, how is he now? Hali yake bado sio nzuri. Japokuwa amepata fahamu, lakini hawezi kuandika wala kuongea. Madaktari wanasema amepata ugonjwa wa fashi unaosababishwa na mshtuko wa moyo. Okay. Hebu kwanza tuongelee kuhusu biashara zenu. Itakuwaje sasa kuhusu wewe na Mari? Hakuwahi kunishirikisha mipango yake. Mara zote amekuwa akitaka nitekeleze mipango anayotaka yeye. Basi hiyo ni fursa kwako. Unaweza kusimamia biashara zote zile. Kuna maanisha nini? Amari bado yuko hai. What do you mean by that? Unavyoongea hivyo unamaanisha unamtakia mabaya? No, si hivyo. Huu ni ushauri wangu tu mimi nakupa Queen. Unaelewa? Hii ni kwa ajili ya mustakabali wa maisha yako wewe. Unapaswa kujitathmini kwa ajili ya kesho yako. Unafikiria nini? Yaani hakikisha unamiliki biashara za amani. Golden chance never come twice, mama. Usilale, huu ndo muda wako sasa hivi, changamka. Unaelewa? Yaani yule mtu hupaswi kumpa nafasi hata ya kunyanyuka pale alipo, mpaka pale utakapokamilisha mambo yako wewe. Usimtolee macho na maanisha. Halafu istoshe, kuna madawa kibao ya kusobazi. Huyo mtu na hela zako sasa hivi, unaweza ukatafuta daktari ambaye anaweza akawa upande wako, daktari wa mchongo ambaye atahakikisha kabisa yule mbwa pale anyanyuki.
wakati huo mambo yako yanaenda hivi. Changamka mama, kila kitu mpaka tuseme. Karibuni. Thank you. Karibu. Oiga tu pale mezani. Nzuri. Nafanya digestion na when I plan that. Suminifunga. My dear. Iya ulewi my dear. Unafanya digestion anyway. Mimi nimekusikiliza vizuri sana kuhusiana na msanii yote ambaye yuko Tanzania hii. Tanzania nzima. Mimi hakuna msanii ambaye ananisumbua. Simu yangu ni simu moja. Shifter mnyama mkali alama 3 kinomba lift na kupo na gari. Siku wapi gari na wapa mitaji na lima vitunguu nyanya nini fresh. Hakuna ukitaka msanii anaipanda. Shuka wakina Rosary, sio wakina nani wote. Diamond Platnumz, Mali Kiba na msanii yoyote ukimtaka wewe, mimi kwangu hapa simu ni moja tu. Kwa utapata collaboration na msanii yoyote unayemtaka. Yoyote yule. Afu mimi nitakusimamia. Mwisho wa siku sasa unaenda kuwa star, unajulikana. Unakuwa public figure. Unakuwa mtu mashuhuri sana. So tegemea mimi itakuwaje? Na unaelewa since day one vile na kufeel. Let's do win-win situation. Mimi nitakusaidia, yani mimi nitakusaidia. Swala mimi kukusaidia niachie mimi. Tafanya kila kitu. Hakuna mtu ambaye atakuwa kujui nchi. Media zote. Tafadhali. Yes. Eh?
Natumaini unajua kwa nini niko hapa. Zito, ina maana mimi kila siku nitakuwa tu nakupa wewe pesa, hali maaskari wenzako kila kukicha wanakuja kunivamia hapa na kuja kunipopoa pesa. Fatuma, nimekuambia ile operation ilifanyika kwa kushtukiza na bosi wetu. Uelewi nini? Mimi mambo ya operation hayanihusu. Hivi unafikiri kila siku mimi biashara yangu inachezewa na kuharibiwa? Kuna sababu gani mimi sasa kudili na wewe? Okay. Wewe unaona kwa mazingira haya unaleta mabinti wadogo tena chini ya umri wa miaka 18, alafu mchana. Si unajitafutia mabalaa wewe? Ndio maana wewe upo na ninakulipa pesa ili unikingie kifua. Okay. To make a long story short, nipatie fees yangu ya mwezi huu. Hilo ndio uliacha. Unavyopenda hela, utafikiri ulizaliwa benki. Jema mpoto. Yep. Basa. Mimi nakwambia haya yote yanatokana na kumwachia mtoto uhuru uliopitiliza. Mpaka anafikia kufanya upuuzi wa namna hii. Huu ni uhuni, haiwezekani mtoto akafanya utumbo wa namna hii. Jabari. Hasa ndio uongee kwa sauti kubwa hivyo, uone sasa hivi ni usiku. Nuru, haijalishi. Huyu ni binti yangu na ninachoongea saa hizi naongea kuhusu binti yangu. Haijalishi. Kwa hiyo unataka kusemaje? Wala nisikufiche. Mimi bado nakufa na wewe. Wewe ndio ulikuwa unamsapoti maujinga yake haya ya muziki mpaka imefikia matokeo yake ndo haya. Haya ndio ulikuwa unamsapoti. Kwa hiyo mimi nimegeuka kuwa shetani baada ya kumsaidia mtoto kitu anachokipenda? Nuru, kwa kuwa huyu mtoto haukumbeba kwenye tumbo lako. Right, kama mtoto angekuwa ni mtoto ambaye umemzaa kutoka kwenye tumbo lako, usinge support ujinga huu. Kwa sababu sio mtoto wako, huna hasara yoyote. Unaona kawaida tu. Ndio. Sasa Jabari, utamlazimisha kweli mtoto kusomea kitu asichokipenda? Kwangu mimi mziki sio uhuni. Kwa sababu kuna watu wanaendesha maisha yao kupitia mziki na wanaheshimika pia. Kwangu mimi muziki ni uhuni. Ndio maana yanatokea yote haya. Kiki, kwa nini unatutia aibu ya namna hii? Kwa nini unaidhalilisha familia hii? Mimi naheshimika.